Usomaji bila ukawia tukamati kitabu cha Samueli wa kwanza sura 1 aya 3 mpaka 11. Tusome kwa upesi. Samueli wa kwanza sura 1 mstari wa 3 hadi 11. Samueli wa kwanza sura 1 verset 3 mpaka 11. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na mtu huyu alipanda toka mji wake mwaka kwa mwaka kwenda Shilo kwa sababu ya kuabudu na kutolea Bwana wa majeshi dhabihu. Na watu wawili wa Eli, Hofni na Finehasi mkuhani wa Bwana walikuwa kule. Na kwa siku Elikana alipotoa dhabihu yake, akamupa Penina mke wake, wana wake wote na binti zake zote sehemu, lakini akamupa Hana sehemu mara mbili, kwa sababu alipenda Hana, lakini Bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Mgomvi wake akamkasirisha sana na kumhuzunisha, kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Na ilikuwa kwa namna hii mwaka kwa mwaka, wakati alipopanda kwa nyumba ya Bwana, akamkasirisha hata akalia na kukataa chakula. Elikana mume wake akamwambia, Hana, unalia nini? Na kwa sababu gani ukuli? Na kwa nini moyo wako una huzuni? Mimi si mwema kwako kuliko wana 10? Basi Hana aliondoka wakati alipokwisha kula na kunywa kwa Shilo, na Eli kuhani alikuwa akiketi juu ya kiti chake karibu na nguzo ya mlango wa hekalu la Bwana. Naye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akaomba kwa Bwana na kulia sana na machozi. Akaahidi kwa kiapo akasema, Bwana wa majeshi, kama kweli utaangalia huzuni ya kijakazi wako na kunikumbuka, wala hutasahau kijakazi wako, lakini utamupa kijakazi wako mtoto mwanamume, basi nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake kuomba mbele ya Bwana. Eli akaangalia kipato kwa Bwana siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita kwa kichwa chake. Amen. Haleluya. Niletele mikrofoni pale ile nikuchi. Nirudishe tena. Niletee hayo tena. Wewe, nirudishe tena. Leta tena hayo. Nirudishe. Hii hali yenye tunafanya inageuka nini? Sikusumbua tena nini? Inageuka nini? Kumchokesha, kumtesa. Ni nini? Ni kurudilia kitu mwani kwa kumrudisha tuko na kifaa vile vile. Sasa unaanza kurudilia kila kitu vile na geuka nini? Tunasemaka na kwa nini? Inakawa nini? Ama nini? Kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Kukuya yako siku ya Mungu ni nini? Wangapi kukuya kwako dimanche ni kawaida, tutie mikono juu.
mrudie tena. Nasema mmenyenyekea kwako kila siku ya Mungu ni kawaida, tutie mkono yule. Bwana sifiwe. Benye kukula ni kawaida, ni baraka. Haleluya. Biblia inatuambia kila mwaka Alikana, Penina na Ana na jamaa yao walikuwa naenda wapi? Kuhekalu na wanafanya na wanatoa nini? Sadaka. Kila mwaka. Kisha wanasema na ikakuwa zoezi. Ikakuwa nini? Kawaida yao kwenda kunini? Kutolea Mungu sadaka. Ni makosa, ni makosa. Bado wanazoea kwenda kutolea Mungu sadaka, ni makosa. Bwana sifiwe. Kama mtu anafanya kitu kawaida, anakifanya leo anakirudilia, anakifanya leo anakirudilia, anakifanya leo anakirudilia, kinageuka nini? Kawaida kwake kukifanya. Unaangalia hao vijana ambao wananyangula vyuma vya nguvu, siku ya kwanza anaweza nyangula chuma ya 10 kilo, inakuwa uzito sana kweli. Lakini sasa izoea ikageuka kawaida, kunyangula inakuwa nini? Mwepesi. Anaanza nyangula ya zaidi kushindia hii. Kwa nini chuma inageuka mwepesi? Kwa sababu alikuwa anaifanya kila siku, anarudilia kila siku. Kitu chenye mtu anarudilia kinageuka kuwa tabia, habiti. Bwana asifiwe. Kwa mzidi kuzoea kurudilia kitu vile vile, leo mimi nakitosha, tena mimi nakirudisha, tena mimi nakitosha, tena mimi nakirudisha, inageuka kawaida yangu. Ama inageuka nini? Habiti kawaida. Bwana asifiwe. Napika mara jende tunazungumzia kama kawaida. Juma kama kawaida. Konta biti. Bwana asifiwe. Konta biti. Penina twende turudi. Twende turudi. Twende turudi. Me ane pa oublier malgré wanaendaka wanarudiaka, mekuko mwenye iko na problem. Bwana asifiwe. Anaendaka kukanisa na anarudia, anaenda na anarudia, na anatoa na sadaka. Shida ni nini? Anatoa na sadaka na anakuwa na hukumu wa kutokuwa na mtoto. Lakini ni kawaida yake kwenda kunini? Kukanisa. Unajua shida ya mama huyu ni kwa sababu muda wote alienda kukanisa alikamata kawaida. Sio kama kwa mwananza msikie. Shida ya Ana siku zote, miaka zote kwenda kukanisa kwa kawaida. Na ikageuka shida kwake. Sababu gani? Wakati unakamata Mungu kawaida, unapoteza neema Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Wakati unakamata vya Mungu kawaida, unapoteza grace ya Mungu kwa maisha yako. Puissance ya Mungu haionekanaje kwa watu wanavikamata vya kawaida. Bwana asifiwe. Mimi nasema kawaida ni nini? Ni kitu kinakuja kwa kisu na soya kukirudilia. Unaingia kanisa unakula bombo. Kisu na soya ukiwa unakula bombo, itageuka tabia yako. Na sema geuka tabia yako, Mungu anaenda na mtu mwenye anamheshimu. Tabia yako haiko kuheshimu Mungu na Mungu hata kuheshimu. Mchana wengi wanaingia kanisani lakini Mungu hawaheshimu, sababu tabia yao ni mbaya wanapokuja mbele za Bwana. Haleluya. Tabia. Wakati tunakamata vya Mungu kawaida, ndio maana wakati tunatolea Mungu usiseme ni sadaka gani. Ukishaita Mungu wa kawaida na Mungu na wao kukamata walimu wa kawaida. Haleluya. Nenda mwibada kama kawaida. Na Mungu anakukamata nani? Kawaida. Bwana asifiwe. Unifuate. Tunasema nini? Habitike ama kawaida. Kama vile
HCC inatoka mona de ile mot appétit de français inatoka mona de habitus. Maana yake nasema hivi, kuzoea kufanya kurudilia. Maana mtu anazoea kurudilia kila kitu, anakifaa vile vile. Nasema zoea ukifaa kinakuumbia mtu tabia mpya ya kile ambacho unafanya. Ndio maana kwa kusidi kuzoea kufanya kitu inageuka hali yako ya kuishi. Bwana sifiwe. Wakati kanisa tunakamata Mungu wa kawaida, itageuka hali ya kanisa ya kuishi kukamata Mungu wa kawaida. Na sasa Mungu anakamatiwa wa kawaida, Mungu yanafanya anatoka. Haleluya. Amen. Mungu yuko wa kawaida. Sasa natazungumzia pointi moja kwa mbili, kawaida ya kiroho ama habitude spirituelle. Ukasoma ndani ya Luka 4:16, Biblia inatuambia ukawaida wa Yesu alikuwa anaenda wapi? Hekaluni. Kawaida yake, utaratibu wake na kwa kisi alizoea ende hekaluni, kuyeye kageuka tabia. Bwana sifiwe. Alizoea ende hekaluni, maisha yake yote ni kwenda hekaluni. Ni mzuri sana wakati mtu anageuza tabia yake nyuma ya Mungu. Ndio maana Daudi akasema nini? Nilifurahia wakati wananiambia nini? Niende mnyumba yangu. Kisha anasema siku moja mbele za Mungu inashindia siku ngapi nje? Juu ya nini? Alikamata kawaida, aligeuza kawaida ya kiroho kwenda mbele za Mungu. Haleluya. Kuko mwingine mwenye aligeuza yake kwa kawaida. Ni Daudi, nani? Daniel. Bana wakatasa kuomba. Mimi usiku akasema sitaacha kuomba. Na ndafunga milango. Kisha mimi napanda chumba ya juu, mimi nafungula madirisha. Bwana sifiwe. Baki yote waliona. Biblia inasema akazidi kuomba sawa vile ni kuwaka tu tabia ya. Unajua mazingira, hali ya nchi, hali ya kitu au magumu ya maisha haiondoaki tabia ya mtu. Sio kama kwa wanamsikia. Magumu, shida ama mazingira ni mtu yuko napitia, haiondoaki tabia ya mtu. Kama mkeuza iwe kawaida yako. Bwana sifiwe. Banamwambia msiombe kwa sababu banamwambia wasiombe, lakini yeye kwake ni kawaida yake kuomba. Ni nguvu mwambia sipendi asiombe. Hata sheria imetoka ya kumfunga na kumuua, yanasema napanda na naomba. Juu ni kawaida yao. Bwana sifiwe. Unaona kawaida ya kiroho, mazingira haishanjaki, miaka haishanjaki. Ndio maana Biblia inasema walikuwa naenda mwaka kwa mwaka wanaenda kulea Mungu. Hapana kusema nilishatumikia Mungu siku za mingi mimi nachoka, hapana. Tabia ya mtu kama iliyokeka tabia, utaona hata mama amezeeka anakuwa tuna tabia kunarukia nyumbani kwa nani. Tokea utoto wake ni tabia yake. Na ndio maana Biblia inasema tufundishe watoto kukia mbele za Mungu. Jusa bataizoea itatoka tabia yao. Ukamwambia siende hata itika. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lakini uona chungaka se mtoto wangu akakie kwanza kunyumba, siku atakuwa na miaka 15 ndio mimi naanza mfungo. Fundisha pia wapi? Hapo mizoea. Itakuwa kuomba wewe naye. Bwana sifiwe. Itakuwa nini? Kuomba. Njoo maana mimi nafurahiaka parfois hata watoto wanakuja na mimi aleta fujo. Mimi naanza zoea kama ni kawaida kwenda wapi? Kuibada. Ni kawaida. Akakomana vile hata ikiingia. Haleluya. Kawaida ya kiroho haishanjake. Inageuka maisha, inagusa mwili, inagusa roho, inagusa mtu.
Haleluya. Ilikuwa vitu vyake. Alishingizaka kafara ngozi yenye haiko yake. Lakini mwenye nayo wabadilikake. Ndio maana Paulo akasema nini? Nini itanitenga na upendo wa nani? Ni njaa, ni magonjwa, ni kifo. Hakuna. Tabia yake alijua kutumikia Mungu wake kila hali. Bwana sifiwe. Wa pili, mwenye hakujitenga na Mungu, jina lake ni Yobu. Mke wake anamwambia nini? Kufuru Mungu na ufanye na ukufu. Sababu tabia ya Yobu ilikuwa ni kumwogopa nani? Mungu. Akachumbia mwanamke, haiko juu ya njaa, haiko juu ya magonjwa, ndio na kufuru Mungu. Tabia yangu ni kumwogopa. Nipita mubaya, nipita mubizuri, nitaogopa Mungu. Bwana. Jomene alinisoea na kunirudilia kila siku. Ikageuka tabia yake. Na ndio maana Mungu akaelezea Israeli. Inge mimi nawaambia, Mungu ananirudilia kila siku kwa watoto wenu. Juu ofila mesile ninarudia linakuwa tabia, watoto watayogopa. Amen. Haleluya. Nasikia Mungu mwenyewe anisikiliza. Inapatia mtu hali ama karakteri. Na ile karakteri ndio inaproduce miracle. Bwana sifiwe. Bila tabia za kiroho ndio zinaleta miracle, miujiza. Wakati eglise tunatoka mu tabia za kiroho, tunapoteza usima kama miracle na miujiza. Unajua leo makanisa zinapoteza miujiza. Leo makanisa zinakuwa za kudanganya watu. Juu ya nini? Wanapoteza tabia za nani? Za kimungu. Bwana sifiwe. Amen. Zimepotea ndani ya kanisa. Kanisa tunaanza zilinganisha na dunia. Tukatafuta dunia tunaipata ndani ya nini? Ya kanisa. Haki ya mapagani tunaiona ndani ya kanisa. Sasa mahali kwenye ikuko vile, nguvu Mungu aoneshe tena miujiza yake. Haleluya. Kanisa zimepotea. Ndio maana Yohana akasema kanisa la Laodicea, mnasema sisi tuko tajiri, tunajenga, tuna magari, tuna viwanja, lakini Mungu anaona mko banani na masikini. Kanisa ya siku ya mwisho ni kanisa maskini katika hali la roho. Sababu gani? Vipawa vya Mungu vimekimbia kanisani. Nini naleta? Watu wameondoa tabia za kiroho na wamekuja na tabia mbaya kanisani. Haleluya. Kama mimi nagusia tabia za kiroho, nitagusia na tabia mbaya zimeingia kanisani. Tabia mbaya ni pepo. Kuko tabia zinalomba kukatana. Bwana sifiwe. Wakati tunasikaribisha, ile ni pepo ambayo tumeingiza kanisani. Kila kitu kwanza kukikamata kawaida mkanisa. Hiyo ni pepo ambayo imeingia ndani ya Wakristo. Wakristo wanaikamata kwa kawaida, ni shetani amepata mlango ya kuingia ndani ya makanisa. Kila kitu Mungu tunakikamata kawaida. Kila kitu kanisani tunakikamata kawaida. Kukuwa mwimbaji ni kawaida. Nitaimba na nitasii. Nitaimba na nitafanya ukahaba. Kawaida. Ni Mkristo lakini ni mwizi. Ni Mkristo lakini ni kupanda mbegu ya kuchonganisha. Ni wa kwanza. Lakini sana kwa mbele za Mungu kawaida. Nitaimba. Ni kawaida. Tumeingiza mapepo kanisani. Pepo ya kawaida. Bwana sifiwe. Amen. Bora vya Mungu wa vya kawaida. Vya Mungu wa vya kawaida wapendwa. Tukataka tuone neema ya Mungu, tutoshe ukawaida ndani ya kazi ya Mungu. Mtu ajali tena na kuangalia maisha yake. Alilala ndani ya njia sasa simpendeze Mungu, lakini anaona ni kawaida kupigia Mungu pendo. Na anakusa vitu vitakatifu na anafanya. Ikisirimba wewe.
cha watu wamezoea Mungu. Mungu ni mwenye upendo. Mungu ni mwenye rehema. Mungu ni mvumilivu. Si mwepesi kwa nini? Kwa hasira. Rehema zake zinadumu nini? Sasa watu wananikamata vile wanasema Mungu anakuwa nini? Atanifanya dhambi, Mungu ni mwenye nini? Atanisikia mbele zake, Mungu ni mwenye nini? Atanirehemia. Tunasahau kama jina lake ni moto ulao. Bwana sifiwe. Ijapokuwa nasema ni mwenye upendo, lakini nakwambia jina langu ni moto ulao. Niko mtu mina pigaka, mina lipishaka kizazi kia baba hata kukizazi kia hivi. Sasa tunamsahau na kisha tunamkamata wa kawaida. Watu wengi walitumikia Mungu wakamkamata wa kawaida, lakini hapa mbele waliona shida ya kutumikia Mungu wa kawaida. Ndugu mpenzi, kama unakamata na Mungu kawaida, ndakushauria ni heri uache. Juu saa Mungu utakutana naye saa moto ulao, utarejea. Bwana asifiwe. Hata kuvunja Biblia inaniambia ni jambo rahisi kuanguka kwa mikono ya Mungu aliye hai. Kwa nini amesema neno kama hili? Njoo anashijua kama yeye ni nani. Lakini ukishamwita mwenye upendo, tunamkamata sasa vile ni mzee mwenye mandevu ya mingi sana. Mzee wa mandevu ya mingi. Mwenye watoto wanachezaka naye. Ndevu, sokulu ndevu, tati ndevu, wanagusagusa. Na mzee anasema, mjukulu wangu, Mungu haikuvia. Bwana sifiwe. Amen. Mungu haikuvia. Jishe 19. Utasoma pale Mungu. Bwana sifiwe. Waamuzi 2:19. Unaweza hata 18. Kama niligusia za kwanza ni tabia za kiroho, acha nigusie mambo za bititi, tabia za mbaya zenye kanisa iliingiza ndani ya nani? Ya kanisa. Wakristo wanakuja nazo kanisani. Waamuzi 2:19 tu, lakini ungependa utajia 16 kule nyumbani. Soma tu 19. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na ilikuwa wakati yule mwamuzi alipokufa, wakarudi nyuma. Wakafanya maovu. Kuliko baba zao. Kwa kufuata miungu mingine. Ili kuitumikia na kuinama mbele yao. Hawakuacha matendo yao. Wala njia zao za ubishi. Amen. Bwana sifiwe. Bali sababu wabishi mbele za Mungu. Mungu kuna wakataza zile tabia, lakini hawaachi. Mungu akasema Yoshua anakufa, hawa watu watatembea. Mbona viko na tabia za mbaya? Mimi kuna maadui. Inaomba niwasaidie. Chutu ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Inaomba nisaidie taifa. Mungu anatumia waamuzi. Wakati mwamuzi alikufa, kwa sababu wanakuwa na tabia mbaya, bakaenda tena fanya, bakaenda tena abudu, bakaenda tena kumungu singine, bakarudia tabia zao mbaya. Ya kwanza ilikuwa nini? Tabia kwanza wanasema nini? Bakaabudu miungu mingi. Na tabia ya pili ilikuwa nini? Bakarudia nini? Sema zile hizi kwa sisi. Sema zile matabia. Bakarudia ya kwanza ni nini? Wakafanya maovu kuliko baba zao kwa kuifuata miungu mingine. Njoo ile maovu njoo ile niko nasema. Bakaanza abudu miungu mingine. Na tabia ya pili kuitumikia na kuinama mbele. Ile ndio tu ile miungu. Hawakuacha matendo yao wala njia zao za ubishi. Unaona, sasa Mungu anakuwa kawaida, unakuwa mbishi sana. Frere
tutoshe hii. Nionyeshe kwa kinatukiwa mbinguni. Nionyeshe. Friends, uache hiki. Kinatukiwa wapi mbinguni? Habisi. Bwana sifiwe. Mimi najua maandiko. Unajua maandiko. Mimi ndio nafanya nionyeshe kama unajua maandiko. Haleluya. Basi hawakuacha tabia yao mbaya. Kuko watu wanatumikia Mungu na tabia za mbaya ndani ya kanisa. Basi hawakuacha kuabudu nini? Sanamu. Watu wengi wanaabudu sanamu ndani ya kanisa. Anakuja mkanisa, telefoni iko wazi. Haujui Mungu wako atumikia na huko na chat, na huko nenda kwa Facebook, hauogope Mungu. Amen. Ulikifanya nini mkanisa? Tabia zile zinatoka wapi? Tabia zinatoka wapi? Ase kamata selfie, njoo ninafuma sasa. Tuko mwadorasio shosho. Atakamata selfie. Zile tabia zinatoka wapi? Telefoni zinageuka miungu. Mungu wanazifata na kuzitumikia. Haleluya. Zinatutoshi kupresence ya Mungu. Zinatutoshi kukomunyo na Mungu. Tunatoka nazo kunyumba, tunafika nazo mbinguni. Mkanisa kwa kuzoea kusitumikia, tumekuwa watumishi wa telefoni, tunasiabudu. Bwana sifiwe. Jomana wakakwambia uifunge hata deni ni tutalii. Na unasemaga siwezi ifunga niko na makope na journée ni shaka na makukuita. Journée ni shaka na makukuita. Kenye wao unaweza faa ulitia kwa mega na uko unaona TikTok na uko unatia mafoto sawa. Mais hakuna mwanakuita. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tutoke kule tabia. Zile ni matabia za mbaya kanisa. Mungu alisema mbishi. Hana hali ya unyenyekevu. Jo kanisa siko karakterize na Bakristo wale. Tabia za mbaya. Muda wote tuko mzile tabia. Mungu ndiye anachikamata wale. Mungu ndiye atakuwa wale. Tupisha kukamata. Tutalia hatutaona mabadiliko. Pengine wenda omba hakuna mabadiliko. Ama wenda omba hakuna mabadiliko. Sababu gani? Mungu anataka tu vile na wanafanya. Na wanarudia. Haleluya. Mungu ni Mungu mwenye anapenda kila siku usimkamate kwa kawaida. Siku utaiwa kama hiyo wa kawaida atajionyesha kwako. Amen, amen. Mungu wote wanamkamata wa kawaida atashificha. Baba tunalia, hatukuone. Hakishi kuonesha kwa sana. Sana. Unapenda pia jionyeshe kwa juu mkamate Mungu mandefu. Mungu mandefu. Bwana sifiwe. Kama uko andika pointi ya kwanza. Tabia za mbaya. Tabia za mbaya zinakulisha imani yako ama zinadharisha kuanguka kwako. Alléluia. Ces habitudes nourrissent soit ta foi, soit ta chute. Zile haki zenye uko unapitia ndani ya kanisa zinatayarisha imani yako ama zinatayarisha kudini kuanguka. Uikale unayuma. Wakati kazi ya Mungu, nyumba ya Mungu, kuya mbele za Mungu, unaikamata kawaida. Kama haipandishi imani yako, bali kuna tayarisha kifo yako. Ni vitu mbili ndio tunatokea kutafuta mkanisa. Mkanisa tunakuja tu tupate neema ya Mungu. Lakini Biblia inatuambia hakuna mwenye anakuweka kwa Mungu na akarudia jinsi alivyo. Kama hukupata neema ya Mungu, utapata laana ya nani? Njoo vile tunatokea mkanisa. Sasa pia mkanisa hautarudia jinsi ulivyo.
inaletaka uzima na kazi ya Mungu inauanaka. Na kazi ya Mungu inafanya nini? Kamata hiyo ya kawaida itakuwa. Kuko watu walikamata kazi ya Mungu ya kawaida. Biblia inatuambia hivi, na watoto wa Eli walikamata sadaka ya Mungu kageuka nini? Ya kawaida. Sio vile. Mundisha katia hivi. Tena ulisaka kunja. Kawaida. Tunafika kiasi kutolea Mungu. Ile ni sadaka gani? Naona kana kawaida. Kawaida. Baba, tuko natoa sadaka ile kwa kutoa. Chuma na finance hapa iendelee. Chuma na kuna fani tu iendelee. Chuma na kuna ngusa kitu kiendelee. Tuko naomba sana. Tuko na jitoa hata. Mungu anaona sadaka zetu. Ni za kawaida. Ni za kawaida. Mungu anake ya kawaida. Haleluya. Biblia inatuambia bali kamata sadaka ya Mungu ikakuwa nini? Barakia na makanya. Banatoa nyama wanafanya. Barakula kawaida. Mungu akaelezea mamake, wewe uniheshimia watoto wako kunifanya. Uniheshimia. Watoto wako biko na kamata kazi yangu ya kawaida ndio wafanye. Njoma, acha nimelezea. Mkazi ya Mungu kupiga mtu haiko makosa. Sema amen. Amen. Usikatane sema, mimi nakwambia tu. Mkazi ya Mungu kupiga mtu haiko makosa. Amen. Mkazi ya Mungu kupiga mtu haiko makosa. Wakati mtu yuko anakamata kazi ya Mungu kawaida, Yesu akakamata fimbo. Sasa tipe wanakamata kanisa la kawaida kweli. Na mbuzi zinaingia na bata na nini? Hapa watu wanapiga fimbo. Sasa iko ya kuonya watu. Sasa ni fimbo. Akawapiga fimbo ya serie. Kama Biblia inasema wanapiga fimbo maana alipiga nini? Tusiseme tu Yesu. Kuko mtu mmoja nilisomea Korani. Korani kachike kafurahi sana. Ule mtu ndio Nehemia. Nehemia akasema nini? Aliona watu wenye wakuheshimu nyumba ya nani? Ya Mungu. Hawakuheshimu siku ya Sabato. Akasema wale watu niliwahukumu. Akawafanya nini? Akawapiga na akafanya. Akawaongola na nini? Kisirani yapata gani? Kisirani yapata gani? Bali nitombokea bila niachi. Uko na kazi ya Mungu ya kawaida, bali kutombokea na niachi. Umiachi utakufa wewe peke. Mwenye kuna kutombokea ni jua kuponyeshi. Utasema amen. Mwenye kuna kuambia ni jua kuponyeshi. Jua na yoga mkeo mikono ya Mungu. Hautatoka. Njoo bana akamwambia ni watoto yangu, ni heri mnikosee mimi ama mkosee mtu. Juu Mungu akataka kupiga, Mungu akafanya. Atakusemea. Mimi ukakosea Mungu, nani tena atakusemea? Nani? Sasa kama kiongozi anakusimamia, juu nyoroke na unapanda kiburi, mimi naenda. Watakoma na mimi naliacha. Hawaiwa tatembeleza. Wende. Ule mwenye kuna kusema vile kuna kuokoa na kitu. Ule mwenye kuna kuambia uliache kuna kupenda. Niko naokopa mkono wa Mungu sikukamate. Kama unamchukia kwenye unaenda utakutana na Mungu aliye hai. Bakristo wapendi mabambie kweli. Bakristo wapendi waeleze. Tabia za mbaya. Tuheshimu Mungu. Tusikamate vyake vya kawaida. Vya Mungu vya kawaida. Sasa
zote ni za nani? Ningelikuwa lazima dhahabu na ikosa. Dhahabu zote ni Mungu anapendaka wakati mwanadamu anarekoleta wake. Bwana asifiwe. Na wakati tunamkamata wa kawaida, Mungu haya wa kawaida sasa. Mungu haiko wa kawaida. Kazi ya Mungu haiko wa kawaida. Unaangalia? Mkanisa usimuko bebo wa kawaida. Mungu anipatie nguvu tumeseme. Tunaanza kama hata vitu vya Mungu ni nini? Ni kawaida. Bwana asifiwe. Nani mwenyeko mwake na kiti kenye alilungaka nacho? Kwa wale maisha fanya 30 tamu kunyumba. Ama veseka. Ile kiti kwa alilungaka nacho, ungali nacho. Huyo ile kitanda. Ulikisha mchakato nini? Kisha zeka. Ulikisha mchakato nini? Mama sisi. Jukisha papirati. Hakiko tena kubonde. Unaonanga bila niko tena na kawaida muhimu wako. Muhimu wako viko vya nini? Unajua kuko bimoya nitabakia kwa maisha yake tukikamata ya nini? Ni pepo watu nikaribisha. Unaangalia tu kuvala kanzuru kanzu ndio kawaida yako na kukia na mkanisa ndio kawaida. Atoke na mapapa yenyewe na lia vumbi ni nini? Mungu anasema tamwacha mbele ya mapapa yake. Jua alishakamata nini? Ni pepo ile Mungu analeta kwa maisha yako. Mungu amekupatia neema. Ulikuwa mbele na kapitali ya $5. Leo Mungu anakupatia kapitali ya $10. Mimi ungali tunapenda kule kama mchungu. Sasa niko kwa ekonomi. Niko kwa ekonomi nisipande. Ni pepo ya ukawaida. Tosha ile pepo. Amen. Kama Mungu anakutosha anakutia kute, uende kulivua ya te. Ukafika kute, unashiacha kute, pepo ya ukawaida tarudia mwana. Wako naza wakristu mingi waendelee nijana. Wako naza mini wakristu wanashata wa maskini. Nichu kila mara wanashita kwa maskini. Wanashikamata wa kawaida. Mimi naelezea madamu, tosha elewe. Mimi sikuwa wa kawaida. Niko exceptional. Wanasikia. Ukajua Mungu mwenye uko naye. Hautashikamata wa kawaida. Nilisema tabia inazala imani yako ama inazala kuruka kwako. Ukakuwa na tabia ya yule, imani manake uko nafanya. Uko unabeba yule, na sasa unabeba yule, Mungu anakupenda mwenye uko naye. Bwana sifiwe. Ndio maana mimi hata kitu akikuharibika, chumi na yule hakiko tena kutamu, ndakitoshi. Mungu nifikishe kwa wakati. Kama wewe ungali mwepoko tamboreni, acha nikuelezee, dunia leo iko intelligence artificielle. Amunisikia. Mimi nasema hivi. Kama wewe ungali mwepoko tamboreni, dunia leo tuko intelligence artificielle. Inamaanisha nini? Vitu vingine nilikuwa nafanyaka na akili yangu kule zamani. Juni nipate, before kitu zunguruke. Leo sizunguruke tena. Leo nikuelezea kwa intelligence artificielle, niko na lazima nipatie kitu fulani na kibolete. Manake na joka Mungu ya facilite. Teknolojia inaendelea. Papa, kama inaendelea, kanisa na sisi tunapaswa endelea. Hapana bakia kwa kawaida. Bila tu ni mzuri. Nawe nibakie. Hatukatana vitu vya mzuri, lakini vitu vya wakati. Tumitoshi. Bwana sifiwe. Wewe unashinde. Unataka tena ruhusa mtu mwao roho. Porque agusu. Aseme Mungu mimi nasimama. Mimi nashanji. Bwana sifiwe. Wewe unashinde. Hiki tunga kilifikaga mwaka gani? Kilifikaga mwaka kanisa ngani ya hai. Ukajenga nyumba ambayo utarudisha hapo vile vitu vilivyokuwa ndani. Ukajenga nyumba yako nzuri. Utarudisha vile vitu. Utafanya. Utasema nilete vya hai. Vya kufanana nini? Vya kufanana nini? Hii ilikuwa epoke ya nyumba ya mbao. Tunajenga ya hivi nayo kigariki pale. Pepo ya nini? Pepo ya nini? Tunanikamata nini?
kukosea vinaweza kufanya pepo ya kawaida kutosha kwa maisha yetu. Ile ni pepo ilishakamata Wakristo mingi. Na inawafunga wanakuwa wamaskini. Hata tuombe, hata tufashion, wewe ndio ulikaribisha. Amena. Wewe ndio ulikaribisha. Kweli. Mungu anakamata Mungu nani? Wa kawaida. Wako siri finance. Hii finance itakuwa libere. Mungu atabariki kazi mikono yako kwa kawaida. Amen, amen. Mungu anabariki yako ni patu na comprendre principe ya sacrifice. Wao principe ya sacrifice inatoka kwa kawaida inaenda kutokuwa kawaida. Amen. Ulikuwa unatolea Mungu 10,000 francs. Nyongano na patu na kusaka $100. Leo Mungu anakupatia unaanza kusa madesa 300, ungetu unatolea Mungu zile nazo ni za mingi. Mungu anaelewa ni za mingi. Wewe ziko za mingi. Mungu anamaka ni kiasi Mungu anakufikisha mbali. Haleluya. Amen. Choma na Daudi akasema nini? Siwezi tolea Mungu wangu kitu kinanipa kwa nini? Tusanda kimtolea na kijoza kia nini? Kia kawaida. Unaona watu wengi wanatolea Mungu vya kawaida. Hata akitoa akitaluma mwingine. Muro yake kawaida. Na sasa Mungu atakupatia naye anakupatia kenye kitafanya. Kenye kitamsumbua naye. Kamata. Ule ndo ndio ngapi? Kapitali ngapi tuko ni Roma? 100,000. 10,000. C'est vrai. Chunga nione sasa mkitoka kama anatoaka ngapi. Unatoaka ngapi? Malaika mumchie kisa anatoaka. Mimi ananiita wa kawaida mimi kwa ngomba ya Mungu. Mumwache tu mwenyewe. Basi. Sasa ndio kutoka kule atakamata hatua ya kupanda ngazi. Bwana sifiwe. Ukawaida ni pepo. Lakini ukapona neno la Mungu kama kitu cha kawaida ni mwanzo wa kupanda juu. Bwana sifiwe. Amen. Tu Mungu iko exceptionnel. Alléluia. Lamentation. Vous sauvez lamentation. Lamentation 3, 22-23. Mungu iko kawaida. Kazi ya Mungu iko kawaida. Sadaka ya Mungu iko kawaida. Kwa Mungu vitu vifanana nake. Soma pale mama. Maombolezo 3:22-23. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu ya rehema za Mungu hatuangamizwi, kwa sababu huruma zake hazikomi. Ni mpya kila asubuhi, uaminifu wake ni mkubwa. Amen. Kuna swali la iseme bien. Mweko na français nani? Kuna swali la iseme bien. Mweko na français nani? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas légères. Elles se renouvellent. Njoo pale kwenye mtandao. Et ta fidélité est grande. Anairenuvela na kila nini? Kila usubuhi. Uzuri wa Mungu haikomaki. Kila usubuhi anafanya nini? Kurenuvela ni kusema nini? Ni kukifanya nini? Sasa uona kamanda ya Mungu kawaida, ijapokuwa Mungu kila usubuhi anageuzaka ya nini? Ya Mungu yaka kwa kawaida. Maki kama nilifika leo, upya wa neema Mungu ulikuwa renuvela leo. Kesho tena ni ya kesho. Mercredi ya mercredi. Jeudi. Kila siku ya mwaka Mungu anarenuvela. Anarenuvela neema. Yeye yake alishake. Choma ya Mungu hakuna kwa kulikamata leo. Bila kawaida, msitafika leo. Sema watu kama ni kawaida. Mimi niwaka leo hivi ninakuanga mhubiri na waimbaji wahubiri wanatoa sadaka kisha wanafanya. Sio kawaida yao. Mimi sitafika nishawe ile programu nisinakuanga. Ona ile neema ile siku. Ona yake Mungu atarisha ile siku.
Hapana. Kila siku mimi naenda kama kawaida. Mimi naenda kuwekana na nafanya. Na mimi narudi. Ya leo Mungu siende kama kawaida. Mimi naenda tofauti. Nilimwambia kama nikuone kila siku, lakini kila siku alipata nini? Alipataka nani? Au nijibu. Ana aliendaka lakini kupataka nani? Na walikuwa wanampatia sadaka mara ngapi? Kama Penina wanampatia 10, yeye atampatia ngapi? 20. Hakupataka mtoto. Mimi siku akujani na sadaka. Akasema mimi naenda utofauti. Nani mwanadamu wa Mungu tofauti? Unasema leo ifo nipate neema ya nani? Ya Mungu. Ana akasema leo ndaenda. Leo Mungu hiki ndio kitu utakifanya. Utakijibia leo. Kama tunakuyaka nao, tunakuyamu ya mingi. Tunakuyamu luyenge. Leo sitakuyamu luyenge. Leo ninakuya mimi na wewe kupambana. Kama mimi nakuyaka mkurukaruka, leo ninakuya na mimi natetemeka. Mimi natafuta nikujue. Sasa roho inakuingia ndani. Ya kukia mbele za Mungu juu. Neema Mungu tutakana kwa. Bwana sifiwe. Biblia siku anakalia na akasema maneno zenye asemake. Alitoka mkawaida, akaelewa Mungu si kawaida. Mungu yuko exceptional. Mungu ananena neema kila siku. Kila siku ni kuya kitofauti mbele za Mungu. Kila siku ni kuchelewa. Banakwambia kila siku kuchelewa. Na kila siku unachelewa. Banakwambia kila siku kuchambana. Na kila siku uko unachambana. Banakwambia kila siku kuchonganishana. Na kila siku uko unachonganishana. Tabia yako itakujulisha huko naye kesho. Tutakuyua huko naye kesho. Hata ushifiti, kesho tutakuyua. Juma la Biblia. Hiyo siku kuko wamoja wataamshwa ili wapate raha ya milele, na kuna wengine wataamshwa jua aibike milele. Haleluya. Kunakuwa siku ya kuaibika. Ijapokuwa tunakaa mbele za Mungu, kunakuwa siku ya kupata haya. Kunakuwa siku Mungu ataacha mambo yetu yote wazi. Kunakuwa siku ile ndio tukufanyia Mungu itaonekana. Ndio maana inaomba tunapokea mbele za Mungu tukamate Mungu wa upya kila siku. Neema zake ni mpya kila siku. Anasiamsha kila asubuhi, anazigeuza mpya. Ana akasema Baba, ukanipa mtoto, ukanipa wewe ndio kitaki cha mwake. Na sasa uzao utamletaka mbele zako. Ana anashaje tabia. Anatoka mtabia za kukuya. Anakamata Mungu afale. Sana mkamata wafale. Neema inashuka juu ya maisha yako. Kuna wengi neema Mungu imekimbia. Kuna wengi neema Mungu imekimbia. Chani ni wanakamata vya Mungu vya kawaida. Kuna wengi Mungu aliahidi lakini hatuvipati. Juu ya nini? Tumekamata Mungu alini. Mama iko leo. Usije kawaida yako. Kwa sababu yana akasema leo sitaenda na watu wa Mungu. Leo sitaenda na mwanangu. Leo ni peke na Mungu. Njoo maana nakuelezea. Neema ya Mungu analeta vile inaifasa kama isheke zokutia jana. Neema ya Mungu inatakupa leo. Itafuta mshimo ya jana. Kama ulikuwa mshimo ya jana, kama utatua, utaona maisha yake zitapotea maisha yako. Uliomba Mungu siku za kutosha, haukujibiliwa. Ona tabia zako mbele za Mungu. Neema ya Mungu yanaangusha kila asubuhi. Esheke za zamani zinapotea. Haleluya. Neema ya Mungu ni nguvu ya siku. C'est la force de la journée. Haleluya. Mwenye kuna neema ya Mungu sana amuka anakuwa na nguvu. Maadui ni walikuwa
yenye iko leo. Mungu alijua njia yenye utapitia hapo. Mungu anajua wangapi wabaya wamekutega mitego. Mungu anajua shimo ambao walishakutegea. Lakini neema ya Mungu inakufunika ile shimo. Wakati neema ya Mungu iko mbele, shimo zenye malichima hauzione, lakini Mungu anazifunika. La grâce de renouveler. Mungu yuko wa kawaida. Mungu yuko nini? Kama jana pale siri ukagonjwa mronge acha ukufa. Neema ya Mungu haiko ya kawaida. Kesho wataitafuta wewe, hawataiona tena. Mungu yuko wa kawaida. Kazi ya Mungu yuko wa kawaida. Wakati Mungu anarekupeleka, anakupatia eni zote mbaya. Anakupatia kwenda tena. Mahali watu walitemani kushinda, Mungu anakuambia aenda. Mahali watu walisema utakufa, Mungu anakuambia utaishi. Mahali watu walisema utashindwa, Mungu yuko anaproklame victoire. Mahali watu wanasema ninamaishia, Mungu yuko anasema naenda sasa. Mahali watu wanasema chinake nasimika, Mungu yuko anasema nasonga mbele. Jirani anarekupeleka grâce. Njoma, usikie kwa Mungu na manunguniko. Usikie na Mungu na kuonesha mahitaji. Ile efektu alikulamusha asubuhi. Unakuja mbele zake, ni neema mpya anakupatia. Juu ilikuwa utakuwa na neema mpya, haungeamka. Na kutangazia ingekuwa playa Mungu imeisha kuwe. Haungeamka. Juu hauna nguvu ya kushamusha. Hauna nguvu ya kupigana vita. Na ujue nae vita ziko mbele yako. Hausijue. Lakini sana kuamsha. Njoo Biblia inaniambia neema ya Mungu inafanya. Unaamka ni nouvelle faveur unapata. Wakati Mungu anakuamsha ni faveur ya mpya unapata. Njoo maana huko na kuwa kukia mbele za Mungu hapana kawaida. Sasa Mungu anakuamsha kia mbele zake uko nalia, uko na sifa, uko na ruka. Mshukuru Mungu Baba, fadhili zake za milele. Imba, cheza. Jua amekuamsha. Unapata faveur ya mpya. Wangapi walitafuta waamke na kuamka? Hata ungali na gonjwa, hata kichwa na kusumbua, hata unalala njaa, wewe unaamka. Wangapi walikula minono na hawakuamka? Mimi sitaenda kukanisa sina viatu. Wangapi wamekuwa na viatu na wanaenda? Ni juu nakamata Mungu wa kawaida. Mimi sitafika kukanisa leo niko na makope. Unaona yako ulipitisha usiku? Unaelewa ni ngapi alikulinda? Wewe tunakamata Mungu wa nini? Haleluya. Mungu ni chanzo. Ama Mfransa wanasema ni raison yangu ya kuavancer. Si j'avance, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de sa grâce renouvelée. Nikaamka leo, kesho tena napiga pa, ni chungu Mungu aliniamsha. Kama ulikuwa unakamata kazi ya Mungu kawaida, j'aimerais c'est kusimama. Ndio maana tuliimba tukasema nini? Kaa chini, ufikirie ni wapi unafanya nini. Unatoka na ni wapi unafanya nini. Angalia mpaka vya Mungu kuna kulinda. Angalia mpaka vya Mungu alikuchunga. Angalia mpaka vya Mungu amekupatia. Neema yake usikamate bure. Usikamate neema yake bure. Ikawa chini, acha wasa. Mungu kweli unanitosha. Haingekuwa neema yako singekuwa hapa. Haingekuwa neema yako singekuwa hapa chini. Neema yako imetosha. Kaa chini ufikirie. Bili walikuwa na chakula wamekufa.
pesa.